Mkakati wa mawasiliano vijijini na kukaribisha katika kipindi chako pendwa cha Suluhu. Na leo tunatazama suluhu ya mawasiliano vijijini. Tanzania ni taifa kubwa ambalo lina rasilimali nyingi, lakini pia wananchi wametawanyika katika kila kona ya nchi wakitafuta shilingi, lakini mwisho wa siku wakiishi. Na katika maisha hayo si rahisi sana kwa mitandao ya simu kufika katika maeneo ambayo idadi ya watu ni wachache kwa sababu za kibiashara. Serikali iliamua kujifunga mkaja na kuja na mradi mkubwa wa minara 758. Mradi huu ulihakikisha kwamba minara ifike katika maeneo ambayo wafanya biashara ama makampuni ya simu hawawezi kufika. Kwa hivyo serikali inajenga rasilimali hizo na makampuni ya simu yanakuja kuweka huduma pale. Hali hii imebadilisha maisha katika maeneo mengi ya vijijini. Karibu katika kipindi chako pendwa cha Suluhu, tutazame namna ambavyo suluhu ya mawasiliano inafika vijijini. Nyuma yangu ni mlima Oldonyo Lengai na tunafika huku kutaka kufahamu maeneo ya huku ya wafugaji na namna ambavyo mawasiliano yamefika. Simulizi ni nyingi, lakini wakianza kusimulia kwamba ilikuwaje mawasiliano ya huku. Idadi kubwa wanaokaa huku ni jamii ya Wamasai, wafugaji. Ilikuwa ni changamoto sana. Wanazungumza namna ambavyo wakienda porini wanapata changamoto, si rahisi kuwasiliana. Na walikuwa wakiwasiliana tu, taarifa zinatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine mpaka zinakofika. Yaani ni zama za ujima. Lakini mkakati wa mradi mkubwa wa minara 758 katika maeneo ya pembezoni yamebadili sana maisha. Mimi ni Amini Anthony Mgeni, karibu katika simulizi ya Suluhu, uyapate mengi zaidi. Suluhu. Zamani nilikuwa mna mawasiliano kabisa. Mawasiliano ukiwa unapigiwa simu mara ishike mara iachie. Kwa hiyo tulikuwa na changamoto sana mpaka unapata mtu kwa umbali kutafuta msaada kwa ajili ya simu ishike. Kwa hiyo lakini sasa hivi tumeona hamna hiyo shida. Hiyo shida ilikuwa imeisha. Tunashukuru sana serikali ya Samia. Maana imeboresha kila kitu sasa hivi. Mawasiliano yuko, hata ikiingia kwenye data inapata mawasiliano vizuri. Maana kama tumeteseka sana, lakini sasa hivi iko vizuri sana. Hata wafugaji kama yuko kwenye biashara ya ng'ombe, ukipigia simu mtu kwamba hiyo ng'ombe ni shilingi ngapi unauzaje, unapata mawasiliano kwa sawa vizuri. Na ukienda sokoni yaani inaweza hata kujenga simu, nyumba kwa simu tu, hata kama hujafikia pale. Mawasiliano ni simu tu, unapigia unapeleka kitu fulani, mtu anapeleka nifanyie hiki, unafanyiwa, unakuta baadaye unakuja nyumbani unakuta kila kitu kimeshaifika kwa ajili ya mawasiliano. Hakika tunafurahi. Mwanzoni tulikuwa hatuna mawasiliano kabisa katika maeneo haya, na ni sehemu ambayo wananchi wanaishi ni pori. Kama tunapoona miti hapa, wananchi wanaishi maeneo ya mbali sana, na nyuma ilikuwa kuna shida ya mawasiliano, lakini kwa sasa kuna mawasiliano mazuri, na tunaona kabisa mama yetu ametuletea hamasa kubwa, na tunafurahi, wananchi wanafurahi katika maeneo yetu, katika kijiji chetu cha Isilale. Na pia tunaona tenki la maji hapa katika kijiji hiki, tunaona mambo makubwa. Kwa hiyo tunamshukuru mama yetu Samia. Eneo hili la Isilale tunashukuru sana kwa kazi kubwa aliyoyafanya. Kwa kweli sasa hivi hali ya mawasiliano ni nzuri. Tunawasiliana vizuri, hakuna shida. Tunapata mawasiliano ya redio vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kweli rais, kwa sababu changamoto ilikuwa ni kubwa. Kipindi cha nyuma wakati hii mnara hamna, changamoto ilikuwa ni kubwa. Ukitaka kumpigia mtu mara hapatikani, lakini simu iko hewani. Kwa sababu ile ilikuwa ni changamoto ya mawasiliano. Lakini sasa hivi hiyo changamoto tunaona kwa kweli imekuwa nzuri, na ndio maana tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Kwa sababu changamoto ilikuwepo. Unajua sisi hata ni wafugaji. Pengine mtu akienda kuchunga anapata changamoto machungani, pengine ng'ombe inasaa yuko mwenyewe na ng'ombe imeenda mbali. Sasa ile ilikuwa ni changamoto kubwa. Au pengine ng'ombe anafamiwa na simba, mtu yuko peke yake ana simu, lakini mawasiliano ni mbaya. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kubwa kama hizo, lakini kwa kweli sasa hivi tunamshukuru rais kwa kutupatia mradi kama hii ya mawasiliano. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ujumla wake, kwa sababu sasa hivi ile changamoto imeisha. Baba hii mnara tunashukuru sana.
tunashukuru kabisa, kwa sababu mwanzoni tulielewa ile mnara tuliletewa na Foda, lakini baada ya kupata ile vipeperushi tukaona na serikali yetu sikifu kabisa ya Mama Samia, yeye ndio ametuwekea mkono na akaweka hapa. Tunasema tunashukuru sana sana. Mawasiliano hata usiku. Sasa hivi milimani huko na mbugani, hasa kipindi hii ya mvua, naona mvua hii ni kama ina uzito. Napigia wachungaji tu, sogeni mifugo ije karibu, kwa sababu sasa hivi hata watoto wanawasiliana. Pale niliposoma ile kipeperushi nikaona ile mfuko wa mawasiliano, nilishukuru sana kwa sababu wale wameaminiwa na serikali wakawekea mkono, na bado tuwaambia mtukumbuke. Niliposoma mwisho ya ile kipeperushi nikaona dola ya Kimarekani milioni 30, na sehemu aliyoainisha kupitisha zile hela ni sehemu maeneo 763 mtuwekee na sisi, ili mawasiliano yazidi kunawiri. Ikiwezekana mambo ya redio zile zinazotangaza mambo ya taifa na mambo ya serikali tuwekewe na mawasiliano yake, kama inawezekana waunganishe hapa kwenye hii mnara. Tunaomba kama ni Voda ndio wameweka hapa kwa mkono wa serikali, waikodeshie na minara mingine ili hapa tuonekane kuwa tuko mjini. Tunashukuru sana mama katika hii uongozi alioko. Basi kwa kuwa mdomo wangu nataka kutamka 5 tena, basi iwe 5 tena. Mawasiliano ilikuwa mbaya sana, maana network ilikuwa inasumbua, hatupati mawasiliano mara kwa mara, maana mnara wa Vodacom ulikuwa mbali sana. Ikawa mara nyingi tunatumia Airtel kwa ajili ya mawasiliano, lakini sasa hivi tulipokuja kupata hii mnara wa Vodacom unapata mawasiliano kwa urahisi. Hata upige usiku wa manane unaweza tu kupata mtu, msaada ikatokea hapo. Kwa hiyo tunamshukuru rais wetu Mama Samia kwa kuleta hii mnara. Wale wa mfuko wa mawasiliano, mimi napenda shukrani wafikie sehemu pale walipo, maana mimi sijui walipo, lakini Mungu anajua. Pia sisi tuna furaha kubwa sana kupata mawasiliano. Mwambie Mungu awabariki na muendelee kufanya kazi njema kama huko. Kwa kweli mawasiliano inaongeza umuhimu mkubwa. Kwa mfano hata ng'ombe akipotea, labda mtu anaishi kule mlimani, anaweza akapiga simu kutoka kule mlimani, anapiga simu kutoka kule, kwa hiyo anaulizia kwa njia ya simu. Kwa hiyo ile inatupa urahisi wa kupata ile mfugo iliyopotea. Suluhu. Sauti zisizokuwa na matumaini sasa zinakuwa na matumaini. Mkakati mkubwa wa serikali ya Tanzania kupeleka mawasiliano vijijini. Si rahisi sana kwa kampuni za simu kufikisha huko. Kwa hiyo kazi kubwa ya serikali ni kuhakikisha kwamba inatoa ruzuku kupitia mfuko wa mawasiliano na mawasiliano yanafika vijijini. Huku Ingaresero mambo sasa ni mazuri. Tunafika huku na tunapata simulizi za jinsi mambo yalivyokuwa mazuri huku. Bwana, habari ya kwako? Salama bro. Safi kwema. Bwana, habari? Safi. Mawasiliano safi? Iko poa kabisa. Iko fresh? Piga simu hapo tuone kama inakwenda. Inaenda kamanda. Hebu piga tuone. Piga uweke loudspeaker hapo tuone kama unapata mawasiliano. Shughuli gani unafanya? Mimi ni guide. Guide? Ndio. Hebu mpigie tu tuone kwamba mawasiliano yanarahisisha shughuli zenu huko kwa namna gani? Kwa namna gani mawasiliano yanarahisisha maisha yenu yako? Inarahisisha kwa sababu sasa bila ukijaribu kuangalia kipindi cha nyuma mpaka sasa hivi ni kipindi ambacho iko vizuri, kwa sababu kipindi cha nyuma ilikuwa ni hatari ya kuona mawasiliano, tunapata shida. Lakini sasa hivi tunapata mawasiliano bila shida yote. Unampigia mzee hapa? Hapo nampigia baba wangu hapa kudhibitisha kwamba network ipo vizuri. Naam, hebu tuone tumsikie mzee hapa akizungumza. Yuko wapi? Yuko hapa nyumbani hapa. Ndio. Halo. Kwa hiyo hapo inaonyesha kwamba mawasiliano yuko salama kabisa. Bila shaka huyu hapa amepigia mwingine, kwa hiyo mambo yako sawa. Tunashukuru serikali. Yuko sawa. Yuko sawa. Salama sana. Haya, mambo yanaenda wapi? Mawasiliano safi kabisa. Naam, naona nazungumza na wengine hapa. Habari ya kwako? Safi kwema.
Mawasiliano vipi? Kwa sawa kabisa. Kwa sawa. Ni ajira zinapatikana kupitia mawasiliano, na kama mawasiliano hapa yasingekuwepo hapa pasingekuwa na shughuli inayofanyika hapa, na ingekuwa ni ngumu sana kukuta mtu kaka hapa amefanya shughuli za simu kwa sababu mawasiliano yalikuwa hamna. Kwa namna gani kuwepo kwa mawasiliano kumefungua fursa yako na maisha yako naona yanakwenda? Ndio. Kwenye mawasiliano, mambo ya mawasiliano imenifua fursa nzuri sana na ajira pia. Kwa sababu kama ingekuwa sio hii ajira ya mawasiliano nisingekuwa na hii kazi. Kazi gani unafanya hapa shughuli zako? Nasajili laini, nasajili mitandao yote, na pia nauza simu, nauza na makava, kwa sababu ni ajira nzuri sana. Ndio. Mkakati wa mawasiliano vijijini, namna ambavyo umerahisisha maisha na shughuli zinafanyika kwa urahisi zaidi, simulizi ni za kusisimua mno. Kwa kweli hali ya mawasiliano ilikuwa na changamoto sana, kubwa sana, sababu kuna kipindi tulikuwa tunapanda mpaka kule mlimani kutafuta mawasiliano wa Malambo, wa mnara ya Airtel Malambo. Ikaja tena mpaka ikapatikana mnara Pinyinyi, ikawa tunategemea hiyo. Alafu tena ikapatikana hapo Ngosu la Mnduli, tukawa tunategemea hiyo. Lakini sasa hivi tuko vizuri. Tulipopata hii mnara hapa, kila kitu iko vizuri, sababu mawasiliano ni mazuri. Pia kwa hali sasa hivi ni nzuri, kwa sababu hata kama mtu wako yuko mbali, ukitaka kumsaidia unaweza kumsaidia. Airtel Money tumepata hapa, M-Pesa tumepata. Kwa hiyo ukitaka kumtumia mtu wako hela hata kama yuko mbali, hatapata shida, utamsaidia tu. Kwa hiyo naona sasa hivi kabisa changamoto imepungua, hali ni nzuri, sio mbaya. Ni kidogo hapa nyuma tulikuja kuwa tunatumia mawasiliano baada ya simu kupatikana, tukawa tunajaribu kununua, tunaangalia, tunaitafutia mawasiliano wapi. Baada tukapata mnara mmoja wa Kenya kwa imeandikwa Vodacom. Kwa tunaenda kama kilomita 3 kwenda hivi, kama karibu na Gilai tunapata, ikawa tunatumia, tunapiga kwa na mawasiliano hivyo. Sasa ikaja ikawekwa ile ya Masusu. Ikawekwa ile ya Masusu ndio tukaanza kutumia ile, lakini ni kwa shida. Kwenye miinuko unatembea kwenye hizi milima, utafuta mawasiliano ndio upate. Alafu sasa ikaja ikawekwa ya Gilai na ya Ngaruka. Basi tukapata sasa, kwa sasa hakuna kutembea, bali unatafuta maeneo. Basi nilipokaa ikaje kawekwa hii. Sasa kidogo hata ukiwa tafadhali ukaona kwamba bana tumepata, ukiwa ndani unapiga, ukiwa kitandani unapiga, huna kuhangaika. Labda simu yako iwe mbovu au sio nzuri. Tulikuwa tuna shida ya network, tulikuwa hatuna mawasiliano yoyote. Angali tulikuja kupata kidogo ya Airtel, ilikuwa inatusumbua sana. Ni mahali kadhaa ndio tulikuwa tunapata. Sasa tumekuja kupata juzi kati. Sasa hivi tumefurahi, barabara tumepata. Alafu pia mawasiliano tunawasiliana vizuri, mizigo zinakuja tukijua zimefika wapi. Hata ajali ikitokea barabara tulikuwa hatupati mawasiliano kamili ambayo tunaweza jua kwamba mzigo imefika ama watu wamefika. Tulikuwa hatuna habari mpaka ifike mahali husika. Sasa kwa sasa tunafurahi sana, network tumepata, mtandao wa Voda pia na Tigo pia imefunguliwa juzi. Kwa hali ya mnara kipindi ilikuwa kidogo, tulikuwa tunapata changamoto ya mawasiliano, watu mpaka utembee uende mlimani au simu iegeshe sehemu ndio upate mawasiliano. Lakini kwa sasa tunashukuru, maana mnara sasa hivi uko vizuri na mawasiliano yako vizuri. Tangia tumekiwa mnara na tunajisikia vizuri, mambo yetu yanaendelea, tunapiga simu kutoka mbali, kutumiwa mabiashara. Kwa kweli tunajisikia vizuri kwa kweli na hali ya mtandao. Mawasiliano yamekaa vizuri. Hapo nyuma ulikuwa ukimtumia mtu anakuambia hela haijanifikia, inakuwa baada ya muda ndo anaipokea, lakini sasa hivi changamoto hamna kabisa.
mawasiliano yako vizuri. Suluhu. Sasa hivi hali ni freshi kwa sababu tunawasiliana vizuri, unaweza kumpigia mwenzako muda wote, hata saa ngapi unampata. Pia kwenye issue ya mtandao, watu tulikuwa tunapata shida kuingia mtandaoni, tunabeti, tunatafuta mkeka huko inakataa kwa sababu hamna mtandao, lakini sasa hivi mambo ni poa kabisa. Imesaidia sana kwa sababu mwanzoni unakuta mteja anapokuja kununua labda bidhaa ya kitunguu huku anashindwa kupata labda transaction ya maana kwa sababu lazima aende mjini kule ndo wapate kutoa hela, lakini sasa hivi huduma zipo, watu wanapata, wanatoa hela, wanatuma, vyovyote inawezekana. Kitu cha kwanza ningeshukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanikisha mpango kwa sababu kuna mkono wa serikali hapa. Na pia ninashukuru mfuko wa mawasiliano kwa wote, nao wametusaidia kwa namna nyingine. Kwa sasa hali ni nzuri sana kwa sababu tumepata mnara, unawasiliana tokiwa kitandani kwako wapi, so mpaka utoke uende sehemu fulani ukatafuta mawasiliano. Kwa hiyo hali sasa hivi ni shwari sana. Tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya kutuletea mnara hapa kijijini kwetu. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali yetu. Kabla ya mnara haujakuwepo, inabidi utafute sehemu ya Kigongo au sehemu yoyote utakayoona mawasiliano yanapatikana ndio ufanye mawasiliano. Lakini kwa ujumla hali ilikuwa mbaya kwa sababu huwezi kufanya mawasiliano kwa wakati, lakini pia huwezi kusaidia kitu kwa dharura. Kwa sasa hali ni tofauti kwa sababu unaweza kufanya mawasiliano ukiwa ndani, unaweza kufanya kwa wakati kwa sababu mnara umekuwepo sasa. Kwa ukweli kabisa, shughuli ya mawasiliano imeleta kwa wakulima wetu, hata kwa watu moja moja, baada ya watu wamefungua sehemu ya M-Pesa. Kutoka hapa kama sehemu kilomita 1 hapo kuna M-Pesa, na ukienda huku juu pia kilomita 1 kuna M-Pesa, na kwa sasa ndani ya kijiji kuna M-Pesa karibia 4. Huko mwanzoni hata moja haipo. Mimi nafikiri shughuli ni rahisi, pesa ndogo ndogo ambayo ina uwezo wa kutoa hata milioni 5, milioni 10, milioni 20 iko humu. Kwa hiyo shughuli za kilimo ni rahisi. Imekuwa sasa tuna wageni hata wa kununua mahindi. Hapa nyuma yangu tunaona mahindi inapepetwa. Huyu ni mama ambaye anafanya biashara ya mahindi na habebi hela, anatumia M-Pesa zetu kwa sababu ya mnara. Mnara una faida sana ndani ya kijiji. Kwa kusema kweli, mfuko wa mawasiliano kwa wote unasaidia. Wana kwamba mnara huu sio hapa tu. Sisi tunashukuru serikali yetu, serikali kuu, serikali ya Mama Samia, kwa sababu mfuko wa mawasiliano sio hapa tu. Minara zimejengwa karibia nchi nzima. Kwa hiyo inasaidia. Kwa hiyo tunawasiliana, hata ndugu yako akiwa wapi unawasiliana naye. Anakuandaa, hata kama ni mgeni wako anakuandaa kwamba nakuja tarehe fulani, kwa sababu mawasiliano ipo kila kona ya nchi. Kwa hiyo tunamshukuru rais wetu kwa ajili ya mfuko wa mawasiliano kwa nchi nzima. Tunashukuru mfuko wa mawasiliano kwa wote, kwa jamii. Tunaishukuru pia serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake kutuletea mnara katika kijiji chetu. Tunashukuru pia kwa sababu mambo yetu mengi yalikuwa hayaendi sawa. Hasa ukiwa na mwanafunzi, yani ulikuwa unatoka mahali hapa hadi kata ya Barazani kwenda kutoa hela ukitumia hela kwenye simu kwa sababu hakuwa na duka yoyote au huduma yoyote ya kifedha. Sasa tunashukuru kwa sasa hivi kwa sababu unaweza kutumia hela ikaingia sasa na ukatoa sasa hivi. Kwanza ilikuwa ni shida. Ukiwa na mgonjwa usiku ndani, yani unaenda kwa mwenye gari kwa miguu kwa sababu simu hapatikani, hamna mtandao. Umeona? Leo wewe unafanya mawasiliano ukiwa nyumbani au ukiwa wapi unapatikana kwa haraka. Lakini bado wenzetu wa nje ya wilaya, ukanda wa Ziwa, kuna kijiji moja inaitwa kijiji cha Masambure ambayo iko wilayani Ngorongoro. Wale walikuwa wanaenda kilomita 7 kutafuta mtandao. Lakini leo hii nikiwa Endamara na wasiliana nao wananiambia leo hii unapata mawasiliano kutokana na mnara huu wa kwenu. Bado imesaidia msaada mkubwa sana kwetu sisi. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kutusaidia kwa mawasiliano. Kabla ya kuwepo kwa mnara, hapa kulikuwa kuna matatizo mengi sana ambayo yalikuwa yanatukumba sasa sisi wakazi wa hapa. Kwa sababu ilikuwa inatokea situation labda usiku wa manane kuna mgonjwa
na hapa ili upate gari lazima uende mjini. Kwa hiyo hata kumpata tu mtu wa karibu wa kukusaidia usafiri uende mjini inakuwa ni changamoto, mpaka uamke labda utembee kilomita 5 kwenda kutafuta usafiri. Tangu serikali ilete huu mnara, kwanza faida ni nyingi. Faida mojawapo, kwanza kunakuwa kuna urahisi wa mawasiliano. Kwa mfano sisi ambao tunafanya shughuli za bodaboda, kwa hiyo mteja akikuhitaji saa yoyote anaweza akakupata na unaweza kufika kwa wakati, tofauti na mara ya kwanza. Lakini huduma nyingine ni huduma ya internet, kwamba na sisi sasa tunakuwa kama watu wengine, tunaweza tukaelewa nini kinaendelea duniani huko kwa kupitia simu janja, sababu kuna data zinakubali, tofauti na hapo mwanzo. Lakini pia imeturahisishia kwenye huduma nyingine. Kwa mfano sisi wanafunzi kipindi tunasoma, labda unahitaji kuapply kitu fulani, lazima utembee kilomita 20 kwenda mjini kwenda ukifanya hicho kitu. Lakini tangia mtandao uje hapa, sasa hivi kuna stationary ambazo zinatoa hizo huduma za internet, kwa hiyo hatutumii tena umbali huo. Hapa kabla ya mnara kuwepo tulikuwa tunapata changamoto kubwa ya mawasiliano. Ulikuwa ukiwa na mzazi, labda mama anataka kujifungua, unapata gharama kubwa ya kuchukua pikipiki kutoka hapa hivi tulipo hadi mjini kwa shilingi 15,000 bodaboda. Tena mwenye bodaboda unamfuata nyumbani kwake kwa miguu, unamchukua hapa unaenda huko ndipo upate usafiri umfuate mama nyumbani. Kwa hiyo kulikuwa ni na urahisi pia wa kupoteza maisha ya mama mjamzito kwa huko tulikotoka kabla ya kuwa na mnara hapa. Kwanza tunashukuru serikali kwa sababu imetukumbuka watu huko kijijini. Tumepokea kwa furaha na sasa tumekuwa na mawasiliano mazuri. Lakini pia kwa watu ambao tulikuwa tuna apply, labda unataka ku apply chuo na nini, imekuwa simple sana. Tumekuwa tunafaidika na hizi simu janja. Wale watu wa kubeti nao sasa wanabeti online, yani unabeti saa hiyo unapata matokeo. Kwa hivyo mnara umetusaidia sana. Tunashukuru mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa kutukumbuka sisi watu wa Endamaga, watu ambao tulikuwa tumesahaulika muda mrefu. Kata yetu ilikuwa haina mawasiliano kwa muda mrefu, hivyo tunashukuru. Pia tunaomba wasiishie hapa. Hapa tuna mnara wa Vodacom, lakini tuna lines za Tigo, Airtel na Halotel. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano minara hiyo mingine iendelee kutufikia. Suluhu. Mawasiliano ni maisha ya kila siku, na katika maeneo ya pembezoni vijijini mawasiliano yakiwepo yanarahisisha shughuli. Huku kuna kilimo kama hivi, shughuli zinaendelea. Hapa mteja anaweza kuuliza mahindi yapo na fedha zikatumwa kupitia mawasiliano. Siku za nyuma mawasiliano hayakuwepo, shughuli ilikuwa ngumu. Mkakati mkubwa wa serikali wa kupeleka mawasiliano vijijini, Suluhu Vijijini. Simuli hizi zinaakisi namna ambavyo serikali ina nia ya kuyabadili haya. Na nikushukuru sana kwa kufuatana nasi katika kipindi na makala hii maalum ya Suluhu, tukitazama namna mawasiliano yanayofika vijijini. Karibu wakati mwingine tutazame namna ambavyo vijiji vinageuka kuwa mjini kutokana na mawasiliano kufika huku. Na imekuwa rahisi sana, ukiwa na mgonjwa, ukiwa na shughuli zako, basi hakuna haja ya kwenda na kurudi. Simu yako unawasiliana, na kama ikihitajika fedha unatuma kupitia mawasiliano, na hivyo ndivyo ambavyo maendeleo yanaweza kufika mpaka vijijini kabisa. Mpaka wakati mwingine, naitwa Amini Anthony Mgeni. Asante.